Ni zaidi kwamba Simba wanahitaji kufanya ongezeko kwa maana ya kuboresha sehemu, baadhi ya idara ziboreshe kwa maana ya wachezaji, lakini wanataka kufanya reshuffle ya kujiweka kwenye mashindano ambayo wanaenda kuyacheza. Wamejipa daraja, Simba wamejipa daraja lenyewe ukubwa ambao uko kwenye level fulani barani Afrika, kwa maana ya kucheza finali pia ya kombe la shirikisho. Ni ishara tosha kwamba wamejipa daraja, lakini mimi niseme kwamba kuna sehemu ambazo Simba wanatakiwa waongeze quality ya wachezaji. Kwa hiyo kuzungumzia mechi ya juzi Jumatano, niseme tu ni kwamba ni quality ya wachezaji imeamua mechi. Yanga walikuwa na wachezaji ni quality nzuri kuliko Simba, na ndio kilichoenda kutokea ili waweze kuboresha timu yao. Lakini mimi niseme ni kweli ni kwamba quality ya wachezaji ndio iliamua mechi ya dabi ya juzi. Unaweza ukaunga mkono ama ukakubaliana na baadhi ya wadau ambao wanazungumza kwamba Simba Sports Club kwa ubora waliokuwa nao msimu huu ni kama wamefanya maajabu hivi kumaliza kwenye nafasi ya pili na idadi ya alama ambazo walikuwa nazo. Ni kweli kwamba ubora na kiwango cha Simba kinakinzana na aina ya mafanikio ambayo wameonekana kuyapata msimu huu? Ubora wa ukinzani wa Simba, niseme tu kwanza nimpelekee shukrani mwalimu Fadlu. Nitakwambia modern football it's all about tactical. It's not about vile ambavyo watu wanaichukulia. Ni mbinu. Mwalimu amekuwa yuko busy na amekuwa kila siku akijitahidi kuweza kutengeneza ubora wa timu, na kauli yake moja imekuwa, mimi kwangu nitakwambia nimefarika na yeye, kwa sababu kauli yake moja ilikuwa bado natengeneza timu. Kila ukimuuliza atakwambia ndio kwanza tulikuwa 50% tunatengeneza timu. Sasa tunataka kuona akifika 100% atakuwa wapi. Which means kwamba kuna kitu ambacho amekiona, na ndio maana amekuwa na kauli moja ya kusema bado natengeneza timu. Simba kwa miaka hiyo 2-3 unaosema wewe, hii ni kawaida. Kwa Simba na Yanga ni kawaida. Sisi mwaka 2000 mpaka mwaka 2010 tulitawala Simba. Tulikuwa tumemfunga Yanga mara 8. Hii sio mara ya kwanza Yanga kumfunga Simba mara 4. No, mimi nimeshawahi kumfunga Yanga mara 8 kutoka mwaka 2000 mpaka 2010. Tunawafunga Yanga nje ndani mara 8. Kwa hiyo sio kitu cha ni upepo tu mwaga huko hivyo. This time umehamia Yanga kuvuma, na mimi naamini kabisa kwamba kupitia haya changamoto hizi Simba nao wanajipanga kuweza kuwa imara zaidi. Na kimsingi ni maeneo gani specifically ambao unaweza ukasema labda sasa wanapaswa kuboresha zaidi, kwa maana kwamba kama ni kuingia sokoni yakafanywe maboresho ya moja kwa moja? Mimi kwanza kwangu kwenye maeneo ya ulinzi, kwa maana center back, lakini pia kwenye eneo la goalkeeping ni muhimu sana. Musa Pinpin Kamara kwa upande wako hatoshi? Musa anatosha, lakini kutosha kwake, unajua opponents give you a session. Yani adui yako anakupa wewe. Kuna mechi ambazo unamuona Musa akipata changamoto timu ina struggle, lakini alikadhalika kwenye sehemu ya central defenders unatakiwa angalau tuongeze central defender mmoja, kwa maana central defender waliokuwepo wamekuwa na in and out, lakini bado kuna sehemu ya striking, lakini fullbacks zote mbili wametumika kwa muda mrefu. Hawa ni binadamu, Bombe na Shabalala ni binadamu, wametumika kwa muda mrefu. Lazima tuanze kuandaa spare time kwenye sehemu ya striking tu. Lazima tutafute mchezaji ambaye anatupa matokeo. Tunahitaji pocha. Mvutano umekuepo pia baada ya matokeo haya ya klabu ya soka Simba. Kuna baadhi ya watu ambao wameanza kunyosha vidole kwa uongozi wa klabu ya soka Simba. Ukipata nafasi ya kuwashauri baadhi ya wadau na mashabiki ambao wamekuwa na utaratibu huo wa kuonyoshia vidole viongozi, unaweza ukawaambia nini? Mimi niseme tu kwamba viongozi lazima wajitafakari. Wajitathmini. Wamekuwa Simba na imetokea zaidi ya miaka 4 hawajafanya vizuri. Kama hawajafanya vizuri, watathmini tu kwa heshima tu, watabaki kuwa wana Simba, watabaki kuwa ni viongozi walikuwa wa Simba. Nafasi kama wanaona wao koti hili limekuwa zito, haina budi kuachia wengine koti hili wavae ili wasonge mbele. Na kwa upande wa tuzo pengine ya mchezaji bora wa msimu ambao imekuwa na mvutano hapa na pale, ukitazama kwa msimu huu, kwako karata hii unaitupa kwa nani? Tuzo ya mchezaji bora duniani kote inatathminiwa na mchezaji anayeongoza kwa goli. Huyo ndio anastahili kuwa mchezaji bora. Lakini mimi kwangu
nitakwambia yule huyo mchezaji anaongoza magoli wa Simba au wana Pacome wanaweza kaingia kwenye huu ushindani. Timu zote mbili zitafanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Mimi naona timu zote mbili, Simba na Yanga, ziko namba 1. Shukrani sana Boniface.